tupatie mmoja. Hicho tutaenda kama tunaweza, lakini naamini ya kwamba tutabarikiwa. Amen. Kitabu ni cha Yohana 11 mstari wake wa kwanza. Nataka tujifundishe juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Lazaro. Bwana asifiwe. Amen. Ni ujumbe ambao mnaufahamu vizuri na ni ujumbe ambao msausikia kwa miaka mingi. Lakini naomba Roho wa Bwana anisaidie kukuletea ujumbe kwa njia moja ya kubariki moyo wako. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema katika mlango wa 11 mstari wa kwanza, basi mtu mmoja aliyekuwa hawezi, ambaye Lazaro wa Betania, mwenyeji wa mji wa Mariamu Martha dada yake, ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana maramu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatumwa ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwa. Kisa baada ya hayo wanafunzi wake, basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwa. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitaka kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huku tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana ajikwai, kwa sababu haiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku achukua, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Nataka kumzungumzia mtu ambaye anaitwa Lazaro. Na mtu ambaye anaitwa Lazaro ni mtu ambaye aliyekuwa rafiki ya Yesu, na ni mtu ambaye Yesu alikuwa anampenda sana, na ni mtu ambaye alikuwa karibu pamoja na Mungu, na Mungu alikuwa na urafiki pamoja na dada yake Lazaro ambaye ni Mariamu na Martha. Na wakati Lazaro aliugua, Lazaro alikuwa kwa hali ngumu, ambayo hiyo hali ilikuwa ni ya kufa. Na wakati alikuwa kwa hiyo hali, Yesu mwenyewe, watu wakatuma ujumbe, ama Martha ama dada yake Lazaro wakatuma ujumbe kwa Yesu ya kwamba Lazaro unampenda ameugua sana na hawezi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Yesu alipopokea ujumbe ile alijibu ya kwamba mjue huyu ugonjwa si ya mauti. Bwana asifiwe. Hii ugonjwa imekuja ili jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Kuna bahati ya mambo katika maisha yako yamekuja si ili wewe mwenyewe uangamie, lakini haya mambo yamekuja kupitia kwa hizo shida, jina la Bwana litukuzwe. Inaweza kuwa kuna mambo uko ndani yake kwa miaka mingi, hii mambo umeona haiwezekani, nende kawa umefunga siku mingi ukiombea hili jambo halijaondoka. Baba askofu amekuwekelea mikono, hili jambo halijaondoka. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba hili jambo halijakuja kwa sababu ya kukumaliza. Hili jambo limekuja kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Utakapoliamini neno la Mungu, utauona utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kuna bahati ya mambo ambayo we mwenyewe lazima uwe mvumilivu. Mungu ameachilia kwa sababu anataka kujua umesimama wapi. Bwana asifiwe. Amen.
Wakati Martha na Mariamu walisikia haya mambo, wakahuzunika kwa mioyo yao, maana walituma ujumbe, Yesu hakwenda. Bwana asifiwe. Amen. Vile Yesu hakwenda, huyu Lazaro akafa. Bwana asifiwe. Maandiko nasema wakati Lazaro alikufa, akashikwa kaburini, watu wakaomboleza, wakauliza mengi, wetu wakauliza maswali. Sasa huyu Yesu ambaye ni rafiki yake ako wapi amuokoe? Bwana asifiwe. Wakati yake Martha na Mariamu wakiwauliza, huyu Mungu wenu yuko wapi amsaidie ndugu yenu? Bwana asifiwe. Lakini haikuwezekana, kwa sababu ukumbuke Yesu alisema ya kwamba hii ugonjwa imekuja si kwa sababu ya kumaliza, lakini kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Nataka asubuhi ya leo nikuhubirie ya kwamba kuna mambo unayoyapitia katika familia yako, labda ndoa yako imekuwa ni ngumu, umeona ya kwamba the next minute ni kuondoka uende. Nataka nimeleta ujumbe kwa sababu yako asubuhi ya leo, ya kwamba hiyo hali imekuja ili jina la Bwana libarikiwe, ili utukufu kamrudie Mungu. Umejaribu kusonga au songi, nataka nikutangazie ya kwamba Yesu amekuja asubuhi ya leo ili jina lako likapate kuonekana ya kwamba Mungu wako anaishi. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mambo yakikosa kufanyika ndani ya maisha yetu, haitajulikana ya kwamba tuna Mungu. Amen. 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 Kuna mambo lazima Mungu ayaruhusu uyapitie, ili unapotoka huko mbele waseme ya kwamba ni Mungu amekutendea. Amen. Haleluya. Hakuna jambo ambayo uko ndani yake by mistake or by accidentally. Bwana asifiwe. Mambo yote yamefanyika kwa sababu Mungu anataka utukufu ukamrudie. Amen. 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 Ile Mungu anataka ni kusimama. Bwana asifiwe. Utakaposimama pamoja na Mungu, hivyo ndivyo Mungu atakuja na hivyo ndivyo Mungu atachitukuza ndani yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba ikapita siku 4 kama Lazaro amekufa, amewekwa kwa kaburi. Nataka ukumbuke ya kwamba Yesu achaenda ili aende kumponya Lazaro. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ameacha kwa sababu ya nini? Kwa sababu anataka utukufu wa Mungu ukaonekane. Bwana asifiwe. Sengine angeenda saa ile Lazaro alikuwa mgonjwa, amwekelee mkono ama aseme pokea, aingejulikana ya kwamba ni Mungu. Bwana asifiwe. Wale Wayahudi hawangetambua ya kwamba kuna Mungu. Wanasema huyu alimponajua, aliona wacha ifanyike hivi ili akikuja hivi tujue ana nguvu. Bwana asifiwe. Yeye akasema ya kwamba mkumbuke huyo ugonjwa si wa mauti. Bwana asifiwe. Hilo neno nataka ulikumbuke vizuri sana. Maandiko yanasema ya kwamba mstari wa 38, basi Yesu hali hakiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa na pango na jiwe lilimwekwa juu yake. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba Yesu akamaliza hizo siku 4 na alikuwa hajaenda. Bwana asifiwe. Lakini baadaye yeye mwenyewe akafunga safari, akasema sasa nataka tuende kumuona Lazaro. Akamwambia wanafunzi wake wakasema sasa hapa juzi ulikuwa unataka kupigwa kule na leo unataka kwenda kufanya nini? Si leo ukienda watakumaliza. Akasema ni lazima tuende. Bwana asifiwe. Amen. Ili kuna mambo ambayo ili yafanyike katika maisha yako, lazima uonekane umesimama wapi, na lazima wewe mwenyewe uchukue hatua ya imani. Hii mambo yatakapofanyika, sifa atakuja nani? Mungu. Yesu mwenyewe akakawia chaenda. Bwana asifiwe. Wakati amefunga safari sasa anaenda katika ule mji, akafika kule. Bila alipofika kule, akapata already Lazaro amekufa ni siku 4. Bwana asifiwe. Siku 4 zimepita. Unajua hali mtu akiwa katika kaburi ama akiwa katika kwa jeneza lazima huwa ananuka. Bwana asifiwe. Kuna jeneza ambayo inanuka hata huwezi karibia. Bwana asifiwe. Lakini alipokuwa katika lile jeneza, Yesu mwenyewe akaenda akaangalia, akapata wameweka jiwe kubwa, manake harufu isitoke. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia ya kwamba asubuhi ya leo
Kuna mahali wanadamu wamekuweka ambao ni mahali wanajua ya kwamba wamekumaliza. Bwana asifiwe. Haijalishi ni mshirika mnashiriki na yeye. Kuna mahali amekuweka na mahali pale ni mahali pananuka. Bwana asifiwe. Anataka usiondoke pale. Haleluya. Amen. Alipokuwa katika lile kaburi lilikuwa limeweka jiwe kubwa. Maisha yako yamefungwa mahali mwanadamu amekuweka. Amesema hapa hautatoboa. Amesema hapa hautatoka. Lakini nataka nikutangazia kwamba Yesu anapokuja ndani ya maisha yako anaondoa kila kitu. Amen. Lazima Yesu aingie kwa maisha yako ili aondoe yale mawe yamewekwa katika maisha yako yamefanya usongi. Amen. Kuna watu wamesomesa watoto. Wana expectation ya kwamba hawa watoto wamenisaidia, lakini wanadamu wamesimama wameweka jiwe. Amesema ya kwamba nimemfungia hapa. Hakuna venye mtoto atatoka hapa aende kumsaidia. Hakuna venye yeye mwenyewe ataondoka kwa hii ugumu. Hakuna yeye mwenyewe ataondoka kwa hii magonjwa. Nataka nikutangazie leo, Yesu atakapokuja maishani mwako ataondoa kila jiwe katika maisha yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna hali tukiwa ndani yake lazima tujifunze kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Unapomtegemea Mungu katika hiyo hali ngumu, yeye Mungu akikuja lazima anafanya kila kitu maishani yako itakuwa vizuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lazaro akakufa. Ikapita siku ile. Yesu akakawia kwenda. Mstari wa 39 inasema Yesu akasema liondoeni. Yesu akasema liondoeni jiwe. Bwana asifiwe. Kuna jiwe katika maisha yako limekusumbua, ili jiwe likikosa kuondoka hautamwona Mungu. Bwana asifiwe. Kuna magonjwa yamekaa ndani ya maisha yako yamekuwa ni jiwe. Maana wachawi waliona wakikufungia kwa hiyo kaburi au utaondoka hapo na wakajua ya kwamba wamekumalisha. Bwana asifiwe. Watu wanapokuangalia wanajua wewe unanuka, hauna dhamani machoni pa watu kwa sababu ya shida zako, kwa sababu umefika mahali umekata tamaa, umeona ya kwamba next minute wewe unaenda kukufa. Nimekuletea ujumbe nzuri asubuhi ya leo ya kwamba Yesu atakapoingia kwa maisha yako akaliondoe lile jiwe. Haijalishi unanuka, haijalishi unaonekana aje, haijalishi umefungwa na nani, haijalishi wenye alikukufunga walikufa, lazima utafunguliwa. Lazima utaishi tena. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alipoenda akapata Lazaro amewekwa kwa ile jeneza, amewekwa kwa ile kaburi. Unajua kama kawaida mtu akiweka kwa jeneza anakuwa amefungwa miguu, mikono na macho. Bwana asifiwe. Lakini nacho ni pesa ya kwamba Yesu, watu walitumika wengi kwa sababu ya kumweka kwa lile kaburi. Bwana asifiwe. Watu wakatumika wengi kwa kumfunga na lile jiwe, lakini nacho ni furaha ya kwamba Yesu wakati alipokuja hakutaka watu wengi wa kumtoa kwa lile kaburi, hakutaka watu wengi wa kupingilisha lile jiwe. Alisema liondoeni lile jiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati lile jiwe liliondoka, yeye hakuambia watu vile mlimuingisha nenda mumtoe. Alimuita akamwambia Lazaro, kuja huku nje. Amen. Bwana asifiwe. Yesu anapoingia kwa maisha yako, haijalishi wamekufungia wapi, haijalishi walitumia pesa ngapi, haijalishi walitumia gharama ya kiwango gani, Yesu anasema njoo huku nje. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usitarajie ya kwamba Yesu anapokuja ataanza kuambia wale walikufunga mfungue. Aliita Lazaro, alimwambia kuja. Lazaro alipotoka, usitaki kujua hiyo kaburi ilikuwa aje. Yeye alitoka tu akakuja akasimama. Na bila alisimama ile ilionekana amefungwa. Na wakati alikuwa amefungwa, Yesu aliwaambia mfungueni. Amen. Lazaro alipofunguliwa macho yake yakaona. Alipofunguliwa mikono akawa ameweka huru. Alipofunguliwa miguu akaanza kutembea. Watu wakaulizana ya kwamba wakasema ya kwamba
aje, maana tulijua tumemaliza. Bwana asifiwe. Kuna mahali watu wamekuingiza, wamejua wamekumaliza, lakini siku ya leo nimekuletea ujumbe ya kwamba utakao muamini Yesu Kristo, utakayeamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka ili aingie ndani ya maisha yako, akakutoe kwa lile jeneza, akakutoe kwa hiyo kaburi, akakufungue mahali umefungwa. Leo utaenda kuwa huru. Amen.